Kabla ya kujiunga naye Nimrod kule Jivanji, tutaangalia taarifa zaidi hadi hapo mwendo wa saa 5 ambapo mazungumzo yetu yataanza. Wakereketo wa lugha ya Kiswahili pamoja na taasisi za elimu nchini wamehimizwa kuimarishwa kwa juhudi za kukuza na kulea matumizi ya lugha hiyo ili kuilinda dhidi ya kumezwa na lugha zingine za ughaibuni. Walimu wa Kiswahili ambao walikuwa wakizungumza kwenye mashindano ya Kiswahili walioandaliwa mjini Kitengela, kaunti ya Kajiado, wameeleza hofu yao kuhusu kuendelea kudidimia kwa lugha hiyo, kama anavyotuarifu Robert Masai. Mamia ya wanafunzi kutoka shule mbalimbali walikongamana mjini Kitengela kushiriki mashindano ya lugha ya Kiswahili. Walishindana kwenye uwanja wa mijadala, wakashiriki pia mashindano ya tahajia na pia wakaonyesha ubabe wao kwa kutoa hotuba ya umma. Na japo mashindano hayo ambayo yaliandaliwa na shirika la African Child Liberators yalilenga kuendeleza makuzi ya lugha ya Kiswahili, walimu waliohudhuria wanasema taasisi nyingi na wanafunzi wengi wameegemea sana lugha za ughaibuni na kupuuza lugha ya Kiswahili. Kati wanafunzi wanajifunza hizi lugha za kigeni kama Kifaransa, Kijerumani, Kizungu, inafanya lugha ya Kiswahili inafifia. Kwa hivyo naomba wanafunzi, kama mnanisikiliza, Kiswahili ni lugha ya kitamaduni. Tunafaa kujivunia Kiswahili, maana ni lugha ambayo inajitambulisha sisi kama Waafrika. Tumetambua kwamba Kiswahili kinaendelea kudidimia katika nchi yetu, na ndio maana tumeamua tutengeneze nafasi kama hizi ili wanafunzi waweze kujihusisha na kuimarika na kuwa bora. Sasa wanapendekeza mashabiki wa Kiswahili sawa na taasisi za elimu kuweka juhudi zaidi za kuhimiza matumizi ya lugha miongoni mwa wanafunzi, taasisi mbalimbali za serikali na umma kwa jumla. Cha msingi ambacho tunaweza fanya ili kurekebisha ni kuweza kuwahimiza wanafunzi waweze kuzungumza Kiswahili zaidi ya Kiingereza, hasa wakati wanawasiliana pale nyumbani na hata shuleni. Cha pili ni kuweza kuwahimiza wanafunzi wasome vitabu vingi vya Kiswahili ili waweze kuwa na misamiati ya kutosha. Ukiangalia katika katiba yetu ya Kenya, ibara ya 7 inasema lugha ya taifa ni lugha ya Kiswahili. Unaona? Ikienda pia kwa lugha rasmi imesema kwa lugha rasmi imeanza na Kiswahili kisha Kiingereza. Kwa hiyo sisi wenyewe kama Wakenya, hasa hata Afrika Mashariki kwa jumla, tunafaa tupee Kiswahili kipaumbele. Mbali na mashindano hayo kutoa jukwaa la kukuza lugha ya Kiswahili, pia yalilenga kuwahamasisha wanafunzi kuhusu masuala ibuka ikiwemo utunzaji wa mazingira, uongozi bora na teknolojia. Ni jukwaa zuri pia la wanafunzi kukikuza Kiswahili, maanake kule nyumbani wamezoea lugha ya Kiingereza, wamezaliwa wakizungumza Kiingereza kule nyumbani. Na ili ni jukwaa zuri zaidi la kuwafanya wapende somo la Kiswahili. Mdahalo huu umenifunza kwa mwananchi bora na pia utunzaji wa mazingira. Tupo hapa kwa sababu ya lengo la kuimarisha kuzungumza katika lugha ya Kiswahili kwa kila kitu ambacho tunafanya kwa dunia, na pia pamoja na kila kitu ambacho tunaelekeza katika maisha, na hakuna njia nyingine kuliko kuanzisha kutoka kwa wanafunzi. Wanafunzi waliofanya vyema walituzwa zawadi mbalimbali. Pia watapata fursa ya kuwakilisha taifa kwenye mashindano ya Afrika Mashariki yatakayoandaliwa mjini Arusha nchini Tanzania. Robert Masai, runinga ya Citizen, Kitengela, Kajiado Mashariki.